tunapombele sana nitende tunaweza kwenye safu za mbele ili za nyuma vile kwa ajili ya wale ambao kwa matibabu ambao vile kuchelewa ili kuweza nao kufika nafasi hizo. Itakuwa sisi ndio chanzo cha makosa wale waliochelewa kulazimika kushauri malengo kwa ajili ya kufika kwenye nafasi hizo. Sogea mbele, mzangu ule pale imani sogea mbele. Nafasi zipo, nataka kwamba nikisema hivyo sina watu hawazi, lakini nafasi zipo. Kwa sababu baada ya hapo tunaingia katika taarifa ya pili, nayo ni kuhusiana na swala zima la ardhi ya Masonga. Ardhi ya Masonga ambayo tumeinunua kwa thamani ya zaidi ya milioni 50. Ni eneo kubwa sana kwa wilaya ya Hamdu. Lakini eneo hilo kwa mujibu wa utaratibu sasa hivi inatakiwa tulizungushie fence. Na hiyo fence ambayo tulioonelea sio ile fence ambayo ni ya muda hivi. Kwamba hiyo ni fence ya moja kwa moja. Kiasi ambacho hata baadaye jengo ambalo au majengo ambalo au kitu ambacho tunahitaji kuja kujenga, hiyo ni msikiti, hiyo ni madrasa, hiyo ni hospitali, hiyo ni hospitali, lakini hiyo tayari iko ndani ya fence ambayo ni ibada ya moja kwa moja. Na fence hiyo kwa mujibu wa wataalamu wametupa mpango kwa maandishi maalum, ila takriban inatakiwa milioni 30 kukamilika yote. Lakini pia uchangiaji kama vile ambapo tunavyosisitiza kwamba unaweza ukachangia swala zima la ardhi hiyo Masonga kwa namna moja juu ya mambo matatu. Namna ya kwanza, unaweza wewe ukanunua tofali ukatueleza sisi tukiwa ni maeneo ya huko kila moja ikiwa ni maeneo ya huko Masonga sawa tu tofali zako 100, 200, 1000, 10,000 wewe tupatie risiti tu. Alafu hapo mambo kazi itakuwa imekwisha. Hiyo ni namna ya kwanza. Kwa nini ndio tofali? Kwa sababu tofali zinachukua muda kidogo kuliko tunasema. Lakini ikiwa ni nondo tunafikia vile nondo asiyofikia hatua hiyo. Kwa sababu bado ni ndani ya matofali au matofali kwa ibada hakujaliwa kwa mmoja. Hiyo ni namna ya kwanza. Namna ya pili ni wewe kuchangia kupitia katika account ya Masjid Songea. Akaunti ya benki ambayo iko katika mlango pale wa msikiti. Na kila mmoja tunasema kwamba ni vizuri kuwa nayo akaunti ya benki ya msikiti. Kuwa nayo kama vile namba ya simu. Kwa nini? Iko siku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuruzuku kwa na shilingi 10 yangu hapa. Ukaitumbukiza katika akaunti hiyo. Na wewe ndani sasa unakuletea tu ile risiti ya malipo. Unaweza kufika station ukaikliki kwenye karatasi kisha ukaleta. Hiyo ni namna ya pili. Lakini namna ya tatu tunasema waumini tuchukue bahasha. Hata kile bahasha ile uweza kiwango ambacho hakipungui shilingi 20,000. Tulianzia na shilingi 50,000. Tukaje 30. Lakini sasa hivi tuko katika shilingi 20,000. Na unaweza kuchukua bahasha hii ukashirikiana na mwenzako ambaye yuko ofisi moja na wewe, yuko mtaa mmoja na wewe, yuko na familia, shirikiana naye. Hili jambo hili liweze kwenda, lakini kwako pia tulipe faida kuanzia hapa duniani na tulipe mpaka kesho akhera. Endelea kwamba Uislamu ardhi ni maendeleo makubwa sana au ni moja katika maendeleo makubwa sana katika ulimwengu wa Uislamu. Hakuna mtu ambaye anafahamu. Kwa hiyo ni kwamba jambo ambalo linalotushangaza ni kuwa uchukuliwaji wa bahasha umekuwa ni mdogo sana. Unatia aibu. Unatia aibu tena kwa hali ya juu kwa watu wote ambao tunaosali hapa, inakuwaje zinachukua bahasha mbili tatu, inakuwaje? Ni hiyo ambayo tunaishi. Siku ya Ijumaa iliyopita nilisema jambo moja kwa hivi. Wewe hata kama hauhitaji kuchukua bahasha, hebu fanya kitu kimoja. Baada ya hapo pitia pale kwenye daftari pale, watu wanapochukua bahasha wanawakiliwa pale. Alafu hauna nia, lakini wewe sikia mama tunafika pale kisha uangalie. Ili uangalie ile ya watu wanaochukua kisha sisi hapa wote. Inakuwaje hali hii?
kwani jambo hili si la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Lakini pia vile vile tunasema kwamba kama unaona kunayo namna ya nne ya kuweza kulichangia kujengea jambo hili, njoo ushauri. Lakini sisi tunaona kwamba namna ambazo ni za haraka kila moja kujihukumia mwenyewe ni hizi namna tatu. Lakini wewe kama wewe unayo namna ya nne na kweli inawezekana ikakubalika hiyo, wala ikawa labda vingine hapo ulipo unafikiri kwamba pamoja na namna hizi tatu hizi, lakini kwa nini wasingefanya hivi ikawa ile namna ya nne? Uenda ukituletea sisi ikawa ni nzuri hiyo, ikaleta wepesi, usikae nyuma. Siku zinakwenda mno na jambo hili ni muhimu sana, na mpaka sasa hivi ndio tumefikisha milioni 3 kabla ya 75 kwa mujibu wa siku ya Ijumaa iliyopita. Kwa hiyo sana tunakusisitizeni, mkiona hivi basi ujue kwamba ni bahasha hajachukua vizuri, marejesho pia vile sio mazuri. Kwa hiyo tunakusisitizeni kuwa kila mmoja wetu chukua bahasha, tawakkali kwa Mwenyezi Mungu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema niyatul mu'min afdal min amali. Ile nia ile ni kitu bora sana kuliko hata matendo yanayofuata baadaye. Tia nia, ukishakuwa na nia hiyo Mwenyezi Mungu anakuwekea wepesi moja kwa moja. Lakini leo unaiweka bahasha kwa 20,000 nyingi, labda pengine hivi, basi utashia hivyo. Na wako watu wawili, watatu, wangapi, wanne, 10, 20 watapata fadhila zile, alikuwa ndugu yake kwa mmoja kukosa. Sasa nini maana yake? Kwa hiyo sana na kuhusiana pamoja na kuhusiana na nafsi yangu, kinachofuata sasa hivi mbele yetu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi wa fadhila, mwezi wa rahma, mwezi wa baraka, mwezi wa kheri, mwezi wa kuongezewa malipo. Kwa kila mmoja wetu ajitahidi sana. Pale utakapokuwa kutoka, nenda pale, chukua bahasha yako, andika jina lako pale, andika namba ya simu, basi habari zimekwisha. Kila mmoja achukue bahasha, usiwache kuchukua bahasha. Hili ni jambo muhimu sana, na hii ndiyo taarifa muhimu ambayo tunahitaji kupeana. Kwa inshallah kwa haya machache, lakini pamoja na hapa kwa vizuri wa leo atakuwa ni Sheikh Othman Michael, na mada atakayozungumza ni umuhimu wa nyakati na masiku tuliyonayo. Umuhimu wa nyakati na masiku tuliyonayo. Tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie usikivu, lakini pia vile vile atupe taufiki ya kufuata yale ambayo tutakayokuwa sisi wenye kukumbushwa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Amin.